Tulioko mbele hapa mimi nazungumza, naitwa Maduhu, wakili Maduhu William, wakili wa Mahakama Kuu, na mkono wangu wa kushoto naye wakili Dickson Matata, naye ni wakili wa Mahakama Kuu, naye wakili Doris, naye wakili Paul Kisabo, wakili wa Mahakama Kuu, naye wakili Catherine Michael, naye ni wakili wa Mahakama Kuu. Sisi wote hapa ni wanachama wa TLS. Sasa tumeona kwamba leo ndugu zetu waandishi habari tuwaite. Tutakuwa wasemaji takriban watatu. Nitaanza mimi, atakuja Paul Kisabo. Tutafika hatua ya kujibu maswali. Sasa tutamwachia wakili wenzetu Matata aweze kujibu maswali yenu. Kwa hiyo tutaanza kuzungumza. Baada hapo tukishamaliza sasa tutapa nafasi mtu hoji maswali ambao mngependa kutuuliza. Taarifa kwa vyombo vya habari. Mwenendo wa mashauri ya kijinai yanayoendelea kufunguliwa kote nchini na haki ya huduma za msaada wa kisheria. Ndugu wanahabari, sisi mawakili wa TLS tuko hapa kuongea nanyi hasa kuhusu mwenendo wa mashauri mbalimbali ya kijinai ambayo yameendelea kufunguliwa katika mikoa mbalimbali kote nchini, yakiwahusu wa Tanzania mbalimbali baada ya uchaguzi mkuu wa 9 Oktoba mwaka huu. Na kama nakumbuka ndugu, ni kwamba wanahabari, tarehe 7 ya mwezi huu wa Novemba tulianza kuona katika mikoa mbalimbali watuhumiwa wakifikishwa mahakamani, wengine kwa makosa ya uhaini, wengine makosa ya unyang'anyi wa kutumia silaha, wengine kwa makosa ya uharibifu wa mali, wengine kwa makosa ya kufanya fujo, na baadhi kwa makosa ya kula njama. Na mpaka sasa tumekaa sisi mawakili tumefanya utafiti na tumebaini kwamba mpaka ninapozungumza kwa maana ya leo, watuhumiwa mbalimbali katika mikoa ya Dar es Salaam, Dodoma, Iringa, Mara, Mwanza, Arusha, Njombe na Kilimanjaro na Kigoma wamefikishwa mahakamani. Na tutapata habari pia mchana huu kwamba baadhi pia wamefikishwa mahakama ya wilaya mkoa wa Mbeya masaa machache yaliyopita. Na watuhumiwa wengi ndugu waandishi habari ambao mpaka sasa hivi wameshafikishwa mahakamani ni vijana wadogo kati ya miaka 19 mpaka 25. Ndugu wanahabari, baada ya mashauri yao kuanza kufunguliwa tulikaa na kufanya tathmini ambapo tulibaini kuwa watuhumiwa walio wengi uwezo wao wa kisheria ni mdogo na wengi hawana hata uwezo wa kulipia gharama za mawakili kwa ajili ya kuwakilishwa kwa mujibu wa ibara ya 13 ibara ndogo ya 6A ya Katiba Tanzania ya mwaka 77. Hivyo basi sisi mawakili wa TLS tumeamua kujitolea kutoa msaada wa kisheria, ikiwemo kuwakilisha mahakamani watuhumiwa wote walifikishwa mahakamani tangu tarehe 7 ya mwezi Novemba, ambao wataendelea kufikishwa mahakamani pia, na wale ambao wataendelea kufikishwa mahakamani siku hadi siku bila malipo na bila masharti yote. Kwa hiyo Watanzania wote ambao mpaka dakika wameshafikishwa mahakamani tutawasaidia kuwatolea msaada wa kisheria, kuwakilisha mahakamani, kuwatembelea magerezani huko waliposegelea kwa hapa Dar es Salaam, na ambao wanaendelea kushuhudia vituo vya polisi bila gharama yoyote na bila masharti yoyote, kwa sababu ni Watanzania na wadeserve haki hiyo. Sasa ndugu wanahabari, tuangalie idadi ya watuhumiwa waliokuwa wanashikiliwa katika mahabusu mbalimbali nchini. Mpaka sasa inakadiriwa kwamba Dar es Salaam pekee zaidi ya watuhumiwa 400 walikamatwa. Kwa maana ya mkoa wa Dar es Salaam pekee yake watu 400 plus walikuwa wanashikiliwa katika vituo mbalimbali vya polisi, hasa kituo cha polisi Oysterbay. Mkoa wa Mwanza watu takriban 200, zaidi ya 200. Na kati yao nafikiri 172 wameshafikishwa mahakamani. Kilimanjaro kama 312, ambapo kati yao 300 wameshaachiwa na wamebakia watuhumiwa 12. Katika mkoa wa Tabora tunao watuhumiwa 5 wanaoshikiliwa mpaka sasa ambao walikuwa wanashikiliwa. Mkoa wa Mbeya zaidi ya watuhumiwa 300, mkoa wa Njombe zaidi ya watuhumiwa 10, mkoa wa Songwe zaidi ya watuhumiwa 200, na mkoa wa Kigoma zaidi ya watuhumiwa 10 walikuwa wameshikiliwa, na kati yao 11 nafikiri washapelekwa mahakamani.
Ndugu wanahabari, baadhi ya watuhumiwa walikwisha fikishwa mahakamani na baadhi yao bado wanaendelea kufikishwa katika wanaendelea kushikiliwa katika mahabusu mbalimbali za polisi nchini. Katika watuhumiwa wote wapo walikuwa kabla ya uchaguzi mkuu. Kwa kwenye makundi ya watuhumiwa hapo makundi ya aina 3. Kundi la kwanza kuna ambao walishikiliwa kabla ya 29 kwa maana tarehe 1, 2 mpaka tarehe 28. Kundi la pili ni siku ya uchaguzi wenyewe kwa maana ya 29. Na kundi la mwisho tuna makundi ya watu ambao wamekamatwa baada ya uchaguzi kwa maana ya tarehe 30, 31, tarehe 1 mpaka leo, kwa baadhi ya watuhumiwa ambao wanaendelea kukamatwa. Idadi ya watu ambao wameshafikishwa mahakamani katika mikoa mbalimbali kote nchini. So ni muhimu pia mkapata taarifa. Ndugu wanahabari, ni vyema mkajua mpaka sasa ni watuhumiwa ngapi wameshafikishwa mahakamani na kwa makosa gani, ili mkaihabarishe umma wa Tanzania kama inavyoonyeshwa katika jedwali lifuatalo. Dar es Salaam tunawatuhumiwa mpaka sasa hizi 240 ambao wote tuhuma zao ni uhaini. Naomba kurudia hapo. Dar es Salaam tunawatuhumiwa 240 ambao wamefikishwa mahakamani kwa maana ya mahakama Kisutu kwa tuhuma za uhaini. Mkoa wa Mwanza tunawatuhumiwa 172 ambao wana tuhuma za unyang'anyi wa kutumia silaha, uchomaji wa mali, uharibifu wa mali na kufanya vurugu. Dodoma tunawatuhumiwa 32 ambazo tuhuma zao ni uhaini na wote wameshafikishwa katika mahakama ya hakimu mkazi Dodoma kwa hatua za awali kwa maana ya wanaita mwenendo kabidhi. Kigoma tunawatuhumiwa 11 wameshafikishwa mahakamani kwa tuhuma za unyang'anyi wa kutumia silaha kwa maana ya Kiingereza wanaita armed robbery. Iringa tunawatuhumiwa 89 ambao wamefikishwa mahakama ya hakimu mkazi Iringa jana kwa tuhuma za uhaini na unyang'anyi wa kutumia silaha. Njombe tunatuhumiwa 9 ambao wamefikishwa mahakamani Ijumaa iliyopita kwa tuhuma za uhaini. Arusha bado hatujadhibitisha rasmi, lakini tunatakibani sio taarifa rasmi, kwa mnaweza mkawa kukoti au mkatumia lugha ya jumla, zaidi ya watu 60 huenda wakafikishwa mahakamani na baadhi wameshafikishwa kwa tuhuma za uhaini, lakini bado hajapata hati ya mashtaka. Kwa tukipata hati ya mashtaka tutawabrief. Tabora tunawatuhumiwa 5 ambao bado wanaendelea kushikiliwa polisi, lakini nao nimesikia kwamba watafikishwa mahakamani muda wote kuanzia sasa. Tutapata taarifa rasmi na mamlaka za Tabora. Bunda kwa maana ya mkoa wa Mara tunatuhumiwa 29 ambao hawa wanatuhumiwa na tuhuma za uhaini. Tarime watuhumiwa 9 tuhuma za uhaini, na mkoa wa Iringa kwa maana ya Mafinga watuhumiwa 45 nao kwa tuhuma za uhaini. Sasa ndugu waandishi habari, jumla inafanya kuwa na watuhumiwa makosa yote hayo kwa maana ya uhaini, yaani kutumia silaha, kufanya fujo, uharibifu wa mali kwa maana ya uchomaji na uharibifu wa mali. Jumla watuhumiwa 641 mpaka leo wameshafikishwa katika mahakama mbalimbali kote nchini katika mikoa ambayo nimewatajia. Ndugu wanahabari, kutokana na makosa mengi yanayowakabili watuhumiwa kutokana na dhamana, ni kwamba waandishi habari niwaambie makosa ambayo tumeyasema hapa takriban yote hayana dhamana. Ni makosa ambayo ni unbailable kwa mujibu wa sheria za nchi yetu. Uhaini na makosa mengine hayadhaminiki. Baada ya mashtaka yao kusoma mahakamani, watuhumiwa wote walipelekwa mahabusu. Dar es Salaam kwa mfano wapo Segerea. Kwa Dar es Salaam nimesema wako katika gereza la Segerea. Adhabu ya juu kabisa ndugu wanahabari ambayo watuhumiwa wanaweza kupewa kama atakutwa na hatia ni kunyongwa hadi kufa kwa makosa kama ya uhaini, na adhabu inayofuatia kwa maana ya inayofuata kwa maana ya length ni kifungo cha jela maisha. Makosa kama ya armed robbery unafungwa maisha, na adhabu ya chini kabisa ya makosa haya kama atakutwa na hatia kwa makosa kama ya arson, uchomaji wa mali, ni kifungo cha jela miaka 30. Hivyo basi kutokana na uzito wa adhabu, naomba kurudia hapo. Hivyo basi kutokana na uzito wa adhabu hizo, tunaahidi sisi kama wakili
kutoa huduma ya utetezi inayostahili na kwa ukamilifu wake kwa mujibu wa sheria za nchi yetu kwa watuhumiwa hao. Ieleza pia mahakama kuhusiana na hilo swala, na tuliomba kwamba mahakama itoe amri kwa wale ambao walikuwa na majeraha wakapatiwe matibabu. Tunashukuru kwamba mahakama ilitoa hizo amri na ilisema siku nyingine ambapo watuhumiwa wataletwa mahakamani, ripoti za matibabu ziwasilishwe mahakamani za hao watu. Lakini pia katika hali isiyo ya kawaida, ndugu waandishi wa habari, baadhi ya watuhumiwa walionekana wakiwa wengine wamevaa singlet. Kuna mtuhumiwa mwingine amevaa boxer na singlet. Si mliona? Kwa hiyo hii inaonyesha kwamba aidha pengine walikamatwa wakiwa nyumbani kwao, wakiwa majumbani, au hawalinyimwa fursa au hakupewa fursa ya kujistiri. Hiki jambo hili ni kinyume pia na misingi ya utu wa kawaida tu, hata kama wewe sio mwanasheria. Kwa hiyo inaonyesha kwamba hakupata fursa ya kujistiri, jambo ambalo ni kinyume na misingi ya utu wa mwanadamu. Ndugu waandishi wa habari, licha ya watuhumiwa kuanza kufikishwa mahakamani, lakini bado kuna watu wengine ambao wanashikiliwa kwenye vituo vya polisi. Wanaendelea kushikiliwa kwenye vituo vya polisi kinyume cha sheria, kwa sababu sheria inasema mtuhumiwa akikamatwa anapaswa afikishwe mahakamani ndani ya saa 24 au apewe dhamana ya polisi. Sasa akipita masaa 24 tayari huyo mtu anakuwa anashikiliwa kinyume cha sheria. Kwa mfano Dar es Salaam watuhumiwa zaidi ya 400 walikamatwa. Na hii idadi tulifahamu kwa sababu sisi tulikwenda kituo cha polisi Oysterbay kwa nia ya kuonana na wateja wetu, lakini hatukupewa fursa ya kuwaona. Tuliambiwa tu wako 400 na zaidi. Askari aliyekuwa front desk akawasiliana na OCS kwa sababu tuliambiwa hayupo, akatoa majibu kwamba haruhusu mtu kuonwa kwa wakati huo. Kwa hiyo hatukupewa fursa ya kuwaona tulipoenda pale kituo cha polisi Oysterbay. Kwa hiyo tuliambiwa watu 400 plus wamekamatwa, na takwimu za sasa ambao sisi tunazo ni watu 240 wamefikishwa mahakamani. Lakini pia tunafahamu kwamba kuna wengine wameshaachiwa kwenye vituo mbalimbali vya polisi, ikiwemo pia Oysterbay. Japokuwa sasa hatujui idadi kamili ya ni watu wangapi ambao tayari wameachiwa. Vile vile pia ndugu wengi ambao watu wao ndugu zao wameshikiliwa kwenye vituo mbalimbali vya polisi wamekuwa wakinyima fursa ya kuonana na hao ndugu zao. Wamekuwa wakipiga simu kuomba msaada. Hivyo tunatoa wito pia kwa jeshi la polisi kuruhusu ndugu zao kuwaona katika vituo vya polisi, kwa sababu ni haki yao. Kama mtu ameshikiliwa yuko kituo cha polisi, ndugu ana haki ya kwenda kumuona ndugu yake ambaye anashikiliwa kwenye kituo cha polisi. Na ni jambo la kisheria, wala sio jambo la kificho. Ni jambo ambalo sheria inataka hivyo, kwamba kama kuna mtu anashikiliwa kituo cha polisi, ndugu yake, wakili wake, rafiki yake, mzazi wake ana haki ya kwenda kumuona na kuonana naye, kwa sababu hata kama anashikiliwa haimaanishi kwamba haki zingine zote anakuwa amekosa. Kuna mahitaji pia ambayo mtu anakuwa anahitaji. Tunatoa wito ufuatao kwa jeshi la polisi. Kwanza, linapaswa liwafikishe mahakamani wote wanaoshikiliwa katika vituo vya polisi, na kama hakuna ushahidi kulingana na upelelezi ambao wamefanya, tunaliomba jeshi la polisi liwaachie huru hawa watu ili wakaungana na wapendwa wao, wakaungana na familia zao, lakini pia wakaendeleza majukumu ya kujenga taifa. Mtu anapokaa ndani anakuwa hafanyi kazi, maana yake anashindwa kulitumikia taifa lake. Kwa ni muhimu wakapewa dhamana au wakaachiwa huru ili waweze kuendelea na majukumu mengine ya kujenga taifa. Watuhumiwa kama ambao tumeeleza wengi hawana uelewa wa kisheria. Kwa ni muhimu wakakutana na mawakili wao, wakazungumza nao, wakapata msaada ambao unastahili kwa mujibu wa sheria, msaada huo wa kisheria. Lakini pia tunatoa wito kwa jeshi la magereza kwa wale watuhumiwa ambao tayari wameshafikishwa mahakamani. Nadhani mnafahamu kwamba kuna baadhi ya watuhumiwa wamefikishwa mahakamani pasipo taarifa kwa ndugu au mawakili. Kwa hiyo walisomewa hati za mashtaka au mashtaka yao mahakamani pasipo kuwa na wakili au ndugu. Kwa hiyo wamepelekwa, na baada ya hapo wakawa wamepelekwa
kwenye magerezani kulingana na kwamba tuhuma ambazo zinawakabili hazina dhamana. Kwa hiyo na haijaelezwa wazi kwamba wamepelekwa kwenye magereza gani. Kwa hiyo ni muhimu sasa jeshi la magereza kwa sababu mtu akishapelekwa gerezani jeshi la magereza na wajibu wa kuelezea au kutoa taarifa au kutoa utaratibu wa namna ya kuwaona ndugu zao, kwamba ndugu yako labda yuko gereza la Segerea au yupo Isanga Dodoma au yupo wapi, ili kusudi ndugu au wazazi, marafiki waweze kuwaona au kuwatembelea pia ndugu zao na kuwapelekea pia mahitaji ya kibinadamu.